Halo, habari za leo. Pole sana na majukumu ya hapo ulipo. Kama ilivyo utaratibu wetu au kama ilivyo desturi yetu, tunapenda kuongelea mambo mbalimbali hasa ya kiafya. Sasa leo tuzungumzie kuhusu changamoto moja ambayo wanawake wengi wanaifahamu na wanaiona kama changamoto ya kawaida. Ni changamoto ambayo imeathiri pakubwa sana kwenye mchango mzima wa mfumo wa uzazi wa mwanamke. Sasa tukianza kuangazia, changamoto yenyewe ni UTI za mara kwa mara. Yaani unatibiwa leo, kesho unaenda unatibiwa tena, kesho kutwa unaenda unatibiwa tena. Na tukiangalia UTI ni chanzo au ni mama wa matatizo yote ya uzazi. Mtu anapokuwa na UTI ana nafasi kubwa sana ya kupata magonjwa mengi, tutaangazia mwishoni. Lakini kabla ya hapo tufahamu kwamba UTI inasababishwa na bakteria wako aina nyingi, wanafika bakteria 5, ambapo kuna E. coli ambaye anachukua 70% mpaka 80% ya chanzo cha UTI. Lakini tuangalie sababu ambazo wanazokuwa wanazifanya au sababu ambazo ziko mara kwa mara ambazo wengi wanakuwa wanazipuuzia. Sababu ya kwanza, changamoto ya UTI au sababu ya UTI inatokana pia na usafi wa mazingira ya mwanamke mwenyewe. Ikiwa mwanamke ni mchafu, mwanamke ambaye hapendi usafi, hapendi kujisafisha, basi anaingia kwenye changamoto ya kuwa na UTI za mara kwa mara. Kwa sababu huyu hata akienda hospitalini, akienda kutibiwa kuhusu changamoto yake, basi changamoto yake inarudi inakuwa pale pale, kwa sababu anashindwa kurekebisha chanzo cha tatizo, inatokana na usafi. Kwa hiyo ili uweze kuwa salama, ili changamoto ya UTI isijirudie mara kwa mara, basi hakikisha kwanza unapata usafi wa mwili wako, hasa sehemu za siri. Unasafisha vizuri, hautumii sabuni wala chemical yoyote kusafisha, tumia maji mengi ya kutosha. Lakini pia sababu nyingine ni kuvaa nguo za ndani kwa muda mrefu. Wanawake wengi sana sasa hivi, kutokana na majukumu na pressure ya dunia, unakuta mwanamke leo anaweza akatoka asubuhi mpaka kesho jioni ndio anakuja anabadilisha nguo ya ndani, ambayo kisheria haitakiwi. Takiwa mtu walau saa 6 au usizidi sana masaa 10, unatakiwa umeshaibadilisha nguo ya ndani, kwa sababu unapokuwa hujaibadilisha unakuwa unatengeneza usafi unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia wakati mwingine pia wanaweza wakawa wanabadilisha nguo mara kwa mara, lakini changamoto inaporudi wanakuwa wanavaa nguo nzito sana, wanakuwa wanatumia nguo nzito sana ambayo haifai, inakuwa inaathiri sana kwenye changamoto ya UTI kujirudia mara kwa mara. Lakini pia tuangalie kitu kingine ambacho kinachosababisha mtu au changamoto ambayo inayosababisha mtu kupata UTI mara kwa mara. Kushiriki na mtu ambaye labda ametoka kushiriki na mtu ambaye mwenye UTI. Mwanaume mmoja akishiriki na mwanamke mmoja mwenye UTI, akienda akishiriki na mwanamke mwingine mwenye UTI, changamoto inakuwa inampata na ule mwingine, mwanamke mwingine. Kwa hiyo UTI ni chanzo cha matatizo mengi. Lakini pia sababu ziko nyingi, tutaelezea fupi tu, tutaelezea chache tu. Nyingine pia matumizi pia ya mate wakati wa kushiriki pia inaharibu ile bakteria inaweza kutengeneza UTI. Lakini pia wakati wa kujisafisha, wanawake wengi wanapata changamoto wakati wa kujisafisha haja kubwa, wanasafisha haja kubwa kuileta mbele, badala yake anatakiwa airudishe nyuma, haja kubwa irudishe nyuma. Lakini sababu nyingine ziko nyingi sana ambazo tukianza kuzielezea tunaweza tukafika asubuhi na video yetu itakuwa kubwa sana. Sababu nyingine huenda pengine unazijua, ziko nyingi. Hata matumizi ya kinga zina chemical ambazo zinakuwa zinaharibu ile pH ya uke, na pH inapoharibika changamoto inarudi kuwa kubwa. Sasa tuangalie mtu ambaye mwenye UTI, kitu gani ambacho kinachoweza kumsaidia au kitu gani ambacho anatakiwa akifanye. Ukiwa na changamoto ya UTI unatakiwa uwe unakunywa maji mara kwa mara kwa ajili ya kusafisha kibofu cha mkojo, kwa sababu moja ya sababu pia changamoto ya UTI
ni mkojo kutokumalizika. Unakojoa kidogo, mkojo unabaki mwingine. Unakojoa kidogo, mkojo unabaki mwingine. Lakini unapokuwa unakunywa maji ya kutosha, unakuwa unasafisha kibofu. Na kibofu kinaposafishika inakuwa ni nafasi nzuri zaidi kwa wewe mtu ambaye una changamoto ya UTI. Na pia mimi tunawashauri watu ambao wako maeneo ambayo yanapatikana madafu kwa wingi, tumieni madafu ya kutosha kwa sababu inakuwa inasaidia sana kusafisha kibofu. Lakini pia kitu kingine, wakati wa kuvaa zile nguo za ndani, hakikisha unaipiga pasi vizuri ili kuepusha ile changamoto ya UTI. Lakini pia unapokuwa unaoga, jitahidi kujikausha vizuri hasa sehemu zako za siri, kwa sababu unapokuwa hujikaushi vizuri unaanza kutengeneza fungus. Fungus zikianza kutengenezeka, hali inayopelekea unakuta mtu anaingia kwenye UTI, anaingia kwenye PID. Lakini pia ukiwa na changamoto ya UTI, ni changamoto ambayo inaathiri pakubwa sana. Unakuta sometime unapata maumivu chini ya kitovu, unapata maumivu labda upande wa kulia, upande wa kushoto. Ukikojoa unaumia sana, wengine mpaka wanakojoa mpaka damu. Yote inatokana na UTI. Na UTI inapokuwa kwa muda mrefu, tuangalie kwa sababu gani nimeita UTI ni mama wa matatizo ya uzazi. Ukiwa na UTI utapata PID. Ukiwa na PID utapata hormone imbalance. Ukiwa na hormone imbalance utaanza kutengeneza uvimbe kwenye kizazi. Kwa sababu utaanza uvimbe kwenye kizazi, mirija itaziba. Mirija ikiziba utaanza kutengeneza kansa ya shingo ya kizazi. Hapo panakuwa pakubwa zaidi. Ndio maana tukasema UTI ni chanzo cha matatizo yote. Ukishindwa kutibu UTI, basi wewe sahau kuhusu kuwa mama. Kwa cha kuzingatia ni kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji ya kutosha, usiogope kuwa unaenda chooni mara kwa mara. Jitahidi kunywa maji ya kutosha wakati wa asubuhi mpaka jioni. Usipendelee kunywa maji mengi sana wakati wa usiku, kwa sababu utashindwa kulala na kupumzika vizuri, kwa sababu kila time utakuwa unapata mkojo kwenda kukojoa. Kwa hiyo jitahidi sana kutumia maji wakati wa mchana, labda asubuhi mpaka jioni. Lakini pia ukiwa na UTI unakuwa hata unapokuwa unashiriki, kwa sababu pia inachochea, unapokuwa unashiriki unapata maumivu makali kwa sababu ya kibofu kinakuwa kinauma mara kwa mara. Kwa hiyo leo tumeangazia kuhusu UTI na sababu zake, lakini pia namna ya kulinda ili changamoto isije kutokea. Huenda pengine wewe umehangaika kwa muda mrefu kuhusu changamoto ya UTI na bila kupata msaada wowote. Kwa unaweza ukatutafuta kwenye namba hapo chini, tutakupatia matibabu ya uhakika, lakini pia tutakupa mwongozo jinsi gani ya kujilinda na hii changamoto. Lakini pia tutakupa mbinu za kuifanya hii UTI isijirudie mara kwa mara. Changamoto kubwa wanaokutana nao dada zetu, wanakutana na UTI inakuwa inarudi leo kapata, mwezi unakuja kapata, anaenda anachomwa sindano, anaenda anafanywa hichi, hali ya kuwa akienda nini kule, akishatumia hata sindano, akitumia hata nini, baada ya muda fulani inarudi tena, kwa sababu hajatibu chanzo cha tatizo lake. Ametibu matokeo. Ni kitu ambacho hakifai katika matibabu. Kwa hiyo unaweza ukashare video hii kwa mtu ambaye unaona kabisa hii inamfaa, lakini pia unaweza ukacomment hapo chini, ukalike, lakini pia unaweza pia ukamuonesha mwenzako ambaye mwenye changamoto kama hii. Mungu awabariki, tutaonana wakati mwingine.